Yes. Matendo ya Mitume. Title ni ile ile tulikuwa tunajifunza Matendo ya Mitume hapa. Acha tujifunze kidogo Matendo ya Mitume 20 mstari wa 7 nisomee. 20 mstari wa 7. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tunakutana ili kumega mkate. Paulo akawahutubu akiazima kusafiri siku ya pili yake. Ndio. Naye akafuuliza maneno yake hata usiku wa manane. Hata usiku wa manane. Kuna ibada walikuwa wanafanya hapa. Kaa kidogo nifafanue. Hii Paulo alikuwa ni yaani leo kesho atakuwa na safari ya kuelekea mahali pengine. Sasa kwa kuwa anawaza nitaondoka, aliona hebu tujengane nao watu kwanza, tujengane nao ili nitakapotoka wataendelea vizuri hata kama nikiwa sipo. Sasa katika walipokuwa naanza, alianza kuanzia, Biblia inasema ile siku ya kwanza walipokuwa tumekutanika, walianza kufanya ibada mpaka ikafika usiku wa manane. Ilipofika usiku wa manane, kuna mtu mpaka akawa anasinzia. Anaitwa Utiko, yes. Akana sinzia kwenye ile ibada. Mpaka akaanguka kutoka kwenye ile ghorofa. Alipoanguka akaenda Paulo akasema msifanye ghasia, akamkumbatia, akamuombea, akaamka. Alipoamka haikukatishwa ile ibada. Na hii ni shoshagi. Chukua inati. Doshike. Ile nyingine kwa. Doshike. Doshike kamera. Tomaki ndio. Unakuja unaona kaenda wamemfufua. Nipe tu kwa sababu yes. Wamemfufua, ile ibada ikukatishwa. Waliendelea mpaka alfajiri. Sasa mimi na wewe tuko hapa tunajadili kwa nini sasa sisi hatuna huo uwezo. Hicho ndio kinachotufanya tunajadili hapa ya. Wa kufufua watu, wa kuponya watu. Kwa nini hatuna huo uwezo? Ndio maana somo ile andiko akiwaidia watu uhuru ili hali wao ni watumwa. Hapa sasa hebu isome. Afu baada hapo tutaenda Marko 6 mstari wa kwanza pia. Palikuwa na tani katika orofa ile. Tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja jina lake alikuwa ameketi dirishani. Ndio. Akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri, akazidiwa na usingizi. Akaanguka toka orofa ya tatu. Ndio. Akainuliwa amekwisha kufa. Amekufa. Paulo akashuka akamwangukia. Akasema, Usifanye ghasia. Maana uzima wake ungalimo ndani. Ndio. Akapanda juu tena akamega mkate. Ndio. Kuongea nao hata alfajiri. Ishia tu hapo. Twende Marko 6 mstari wa kwanza nisomee. Marko 6 mstari wa kwanza. Nataka nikuonyeshe kitu fulani. Unajua sisi Bwana tunakwama kwa sababu nguvu tunayotumia ni ndogo. Na Biblia inasema azimia siku ya tabu yake nguvu zake ni chache. Nguvu ni chache. Soma 6:1. Marko 6 mstari wa kwanza nasema, akatoka huko. Ndio Marko 6:1. Soma nane moja. Nane moja. Katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano. Ndio. Nao wamekosa kitu cha kula. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, na wahurumia mkutano kwa sababu yapata siku tatu wamekaa nami, wala hawana kitu cha kula. Pause kwanza. Anasema na wahurumia makutano, yapata siku ya tatu. Wako pamoja nami, hawajala hapo. Na tukisema tuwaage hapa, wataanguka njia. Mtu wa Mungu, mimi nataka niseme hiki kitu. Sisi tunakwama kwa sababu nguvu tunayotumia ni chache. Katika kumwendea Mungu, mitazamo yetu ni dhaifu sana.
Hebu ona hawa watu makutano, sio kwamba wameokoka wana siku nyingi. Sisi tuna ile kada, unajua bwana, yani jiografia, unajua bwana, watu hawajazoea. Angalia hapa kwenye Biblia, hawa watu walikuwa ni watu tu ambao wanamsikiliza. Amehubiri siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hizi ndizo ibada zilizowabadilisha kina Petro. Unakuja unaona wanatembea, vivuli vyao vinaponya. Ni ibada ambayo inafanywa siku tatu, hawajala. Unasema hata wenda mbinguni, si ndivyo? Ninakuhakikishia wengi sisi tutakimbia mbinguni. Ni ukweli usiopingika. Mbinguni wanaabudu usiku. Sisi siku hata tatu, siku hata 7 au siku tu 2 kuzitoa ni shida. Hiyo tuseme ngoja nifunge leo masaa 12 au nifunge masaa 24 ni shida. Ndio maana tuna udhaifu mwingi umetutawala. Naam baba. Udhaifu tulio nao sio jaribu, na kuhakikishia yako maisha hatuyaishi. Hebu msome Paulo mahali fulani hapa katika Wakorinto. Nifike hapa Wakorinto wangapi hapa? Soma hapa Wakorinto. Korinto wa pili 6. Korinto wa pili 6. Naweza kusomea mstari wa kwanza hapo. Korinto wa pili 6 mstari wa kwanza nasema. Nasi tukitenda kazi pamoja naye, msipokee neema ya Mungu bure. Msipokee neema ya Mungu bure. Yaani wewe umeupokea wokovu kama kuna nyimbo fulani tunaimbia jana zake pumbavu sana. Hata kwa Yesu tambalale. Nani nikwambia tambalale kwa Yesu? Tadanganyana. Yesu anasema mtu akitaka kunifuata ajikane. Wewe unasema kwa Yesu tambalale. Na ziko nyimbo tunaambia nani? Heri kung'ang'ania imani. Sasa wewe ambao unashindwa kufanya ibada kama hizi ambazo tumesoma tu ile Marko 6:1. Siku 3 unashinda, hata tu siku moja unashinda. Wewe ndio utang'ang'ania imani. Au tujikuta na tunaimba naona amazika kabisa. Ng'ang'ania imani. Au hiyo uninyang'anye hivyo. Waache wengine waimbe. Vingine tuachie wengine. Kuna siku moja nilikuwa naimba tenzi moja. Nipata tafakari ile ya 15 nasema nikiitwa hukumuni. Ni sasa mimi na wewe ni kweli tuna amani. Tuna amani kabisa. Kwamba hata leo kitokea hapo haupo, una amani kabisa kwamba kweli Mungu atakupokea. Haya, asikata utapokelewa. Utaziweza ibada za kule sasa, usiku na mchana. Sasa utasema huku tumekuja kuteseka. Mwisho wa siku tukubali tukatae. Sisi ni dhaifu kwa sababu ya mtazamo dhaifu. Naam baba. Endelea mstari wa 3. Ndio. Tusiwe kwazo na namna yoyote katika jambo lolote. Ili utumishi wetu usilaumiwe. Ndio. Bali katika kila neno tujipatie sifa njema. Katika kila neno tujipatie sifa njema. Kama watumishi wa Mungu. Ndio. Katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, ndio. katika shida, katika mapigo, katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha, katika ngoja hapo rudia tena katika. Nilikuwa nataka tufike hapo katika kukesha hapo. Katika kukesha, katika kufunga. Pause kwanza. Twende Wakorintho hiyo wa pili 11 nisomee mstari ngapi hapo kwenye paoni? Mstari wa 23 ndio nisomee. Inasema wao ni wahudumu wa Kristo. Na nena kiwazimu. Wakorintho hiyo wa pili 11. Hiyo Wakorintho wa pili 11 kuanzia mstari wa 23. Wao ni wahudumu wa Kristo. Na nena kiwazimu. Mimi ni zaidi katika taabu kuzidi sana. Katika vifungo kuzidi sana.
katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40. Ndio. Mara 3 nalipigwa kwa bakora. Mara 1 nalipigwa kwa mawe. Sawa. Mara 3 nalivunjikiwa jahazi. Kuchwa. Hebu naenda mstari wa 27 kwa sababu ya muda. Katika taabu na masumbufu. Katika taabu na masumbufu. Katika kukesha mara nyingi. Kukesha sio mara moja, mara nyingi. Katika njaa na kiu. Katika kufunga mara nyingi. Katika njaa na kiu na katika kufunga mara nyingi. Hivi mimi na wewe tuna sifa ya kufunga mara nyingi? Tunakesha mara nyingi? Si pale Dodoma tuliamua tuige watu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam wanakeshaga mpaka saa 10 kama sijakosea, ile ya Ijumaa. Nimeenda baadhi ya matai mengine hata saa 6 hawafiki. Ila naye unamkuta kaanza kukuhubiria katika kukesha mara nyingi. Yaani sisi tumejikana kwenye imani, sisi tumeibeba imani. Ndugu, hatuhubiri kwa sababu tu tumeona mahali wanahubiri. Kinachofanya wewe, yani mimi na wewe tunayahubiri hayaendani na maisha yetu. Hatuishi kwenye ule mfumo wenyewe. Mfumo unatukataa. Kwa sababu unakuta unachokihubiri akiendani na maisha yako. Paulo anasema katika kufunga mara nyingi, katika kukesha mara nyingi, sio mara moja. Mimi na wewe kweli tunafunga mara nyingi? Kweli tunakesha mara nyingi? Tumesoma ile Marko ambao anasema siku 3 walifanya ibada. Mimi na tushaye kweli kujaribu. Mimi sijawahi kufanya hivyo kitu. Sijawahi kabisa kuifanya. Yaani hiyo siku 3 na kuepo tu kanisani wewe ni kuomba, kusikiza tu mahubiri sijawahi. Ila najiuliza, ndio maana utaona Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya miujiza ya mikate. Kwa sababu unakuja unaangalia na ibada yenyewe ilikuwa inafanyika pale mpaka tunasema no. Nisomee Luka ngapi? Luka 21 mstari wa 37. 21 mstari wa 37. Alafu tutasoma mahali fulani tumalize, alafu baadaye hapo kama kuna watu watajisikia kwenda kula basi wenyewe wakale. Luka 21 mstari wa 37. Ndio. Inasema, basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni. Kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni. Na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mizeituni. Nenda na Luka 6 tena mstari wa ngapi? Ngoja mimi nikaone. Kila siku alikuwa anaenda naomba fana lako mlima wa Mizeituni. Luka 6 mstari wa 12 kama sijakosea. Nasema, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Aya. Mimi na wewe tunakesha. Lini tumekesha kabisa, ni kwamba tunakesha. Si tunatafuta mbinguni sisi. Hamna. Unajua maisha Bwana ya wokovu unaweza kuyaona kama ni magumu sana kwa sababu hujaamua. Ugumu unapoanzia ni ile kwamba wewe mwenyewe hujaokoka, una mpango. Ndio maana unaona kama magumu. Kuna tatu moja leo kuhubiri Pasebet akasema hivi, ile tatu anasema gharama za kuokoka. Akafafanua akasema, kwa nini tunaziita gharama za kuokoka? Kuokoka hata sio kugumu, ila tunaziita gharama kwa sababu ya dunia tunayoishi. Yaani haya maisha wao hawayawezi, hawayataki. Ndio maana bidi tuwekee neno gharama za kuokoka. Lengo tumwandae kisaikolojia. Kwamba anze kuona kumbe natakuwa nijitoe hivi, natakuwa nifanye hivi. Ila hata sio vigumu kivile, kwa sababu tu sasa wewe hujaamua, ndio maana vigumu. Mimi siku ambapo nilipofunga siku 7 ambao nilikuwa tunatumia maji kidogo na vimiminika jioni. Siku ya kwanza nilipoanza ya pili na mule mimi ndani yake nilikuwa nimelenga utafute tu uwezo wa Mungu ufunike maisha yangu, utawale maisha yangu. Lakini pia kwa sababu nilikuwa kuna mengi haendi vizuri kwenye mwili wangu, nikasema hebu acha nifunge nimtafute Mungu. Sasa zile siku zilipokuwa hata sikuelewa zimeishaishaje.
Sasa kuna namna nyingine unaweza kuwa nafunga unasema unaona siku ya kwanza sema no, ya pili unasema ya tatu, unajikuta unaitafuta hiyo ya nne, unaona kama gari haipandi. Sasa shida inapokuja kuanzia ni kwamba unaingia kwenye kufunga ukiwa hauna kwa nini nafunga, au aisa unafunga sababu kanisa limesema tufunge. Ndio mwisho wa siku unajikuta unaweza kuwa na ibada zile ngumu, na kwa sababu sasa wewe mwenyewe automatically hutaki hata kuokoka, lazima ziwe ngumu. Kwa maana tunaitaga gharama. Kwa nini? Kwamba tunataka tukuandae kwamba ndugu, vyepesi havidumu. Vinavyodumu ni vile ambavyo vinakuwa kwa mfano dhahabu nasikia mpaka inakuja inaanza kuonekana inauzwa. Huwa inapitia kwenye kuchenjuliwa kwenye mambo mengi, inapitishwa kwenye moto, inapitishwa si kwenye nini kwanza wazaga wanaipitia si kwenye vitu gani, si maji gani, ili juu wanapitia si moto humo ndio wanaitengeneza iwe dhahabu. Sasa wewe unataka kuwa mhubiri, ukawahubirie watu kule waokoke, wabadilike, Mungu awaponye. Kwani usitafute nguvu ya ziada ya kukuwezesha huko? Ndio maana hizi ibada na maombi haya tunafanya muda mrefu. Lengo tunatafuta nguvu ya Mungu itufunike. Ili mimi kwa hiyo pastori ya Masijua ni wapi, ila ni waipewa si Dodoma pale. Aliaga bwana mhubiri mmoja kuhubiri mkutano. Unajua wachungaji manyingi wao wanakaga viti special fani akamekaa. Basi baada hapo anakabisha mchungaji, karibu sasa, wakati ndo yeye ndo washaimba washafanya wanaomba sasa. Mungu tunakushukuru kwa siku ya leo, hata tunamkabidhi mtumwa wako mikono mwako aenda kutuhubiria. Karibu. Akaona kiti kimeng'ang'ania kwa mkutano. Kila afanye wakaacha sasa wanaanza toka chia. Baada ya hapo utahubiri nini sasa? Wewe mwenyewe unaenda kuhubiria watu wamesha kuchallenge kidogo wenye mji. Utahubiri nini? Hata Mungu sisi, yani mimi najiuliza kizazi hiki tutakiokoaje? Ndio nawaza sana, sababu tuko kwenye dunia ambayo imezongwa na elimu nyingi sana kiasi kwamba kumfanyisha mtu ibada hizi za muda mrefu anahisi unamkomoa. Yuko mhubiri anaitwa Moses Klola. Historia yake, aliwahi kufunga mwaka mzima. Siku 360 ngapi? 66. Siku moja anahubiri mpaka analia sema, "Chukua Yesu kama alivyo." Wanafikiri kumchukua Yesu ni wapi? Ni kuiga ile desturi yake. Hapo alikuwa ameongelea sasa ile namna ambayo alifunga miaka 3 na anasema, "Kwa nini watu wa kizazi hiki mnakuwa hivi?" Anasema, "Nilifunga kiasi kwamba paka ni nguo nilikuwa nimevaa, yaani kama nimekuwa kambamba hivi." Ndio huyo unaona alikuwa anaponya watu viwete. Mtu si macho aoni vizuri, kwa akimwekea mikono anaanza kuona. Mimi na wewe hatuyawezi kwa sababu hatupo kwenye frequency hizo. Hatuishi kwenye ulimwengu. Sijajua kama ni kweli waipata story moja. Huyu Moses Klola aliwahi kuitwa Ikulu. Kipindi cha Nyerere, watu si waliloga maji yakajaa. Kila wakiyatoa wanakuta imejaa tena. Kila wakiyatoa mpaka ndani kuna nini? Ndio wakamuita mzee Moses Klola. Alipofika pale akaingia kule Ikulu. Hiyo sasa sijajua kama ila ni story nisikia, sasa sijui kama ni ya kweli au la. Kwa wenzetu wafuatiaje, inawezekana ukawa unaifahamu. Akaingia mule ndani akakuta ile maji, akasema basi hamna shida, mimi acheni huko ndani, nipeni na maji. Akampa kalita 5 cha maji, akaingia kana mule tu hata akasijua si aliomba maombi gani afanye, yalikauka. Zilipita siku ngapi sijui, sasa sijai confirm vizuri hiyo story. Zilipita siku ngapi, baada hapo anakuja kufungua maji yashakauka. Huyo mtu wa Mungu, nataka niambia huyu mtu hata siku akianza kushauri jambo lolote hata msikilize. Anamsikiliza. Nilizungumzia hapa asubuhi wakati tunaanza. Yuko mhubiri mmoja anaitwa Mwasumbu. Huyo hata mzee aliwahi kumuita kule Kakukuu. Aje tu ahubiri, lengo kwa ataka ahubiri, mzee kwa ataka ajaribu kuwajenga washirika hapa, ahubiri tu mapito ya zamani. Akaanza kwa mimi nilimfuatilia kwa sababu baada tulikuwa tumeongea na Pastor Ebet akamenijulisha kuna vitu fulani tulikuwa tunaongea.
katika hivyo tulikuwa tunaongea kuhusiana na ibada kama hizi. Akaniuliza, hivi wenzetu wanawezaje kuishi? Mbona mimi pasipo ibada napungukiwa? Sasa ndo baadaye tukaenda katika maelezo hapa na pale ndo akaanza kuelezea historia sasa ya kanisa la kwanza. Akamwelezea mzee Magembe. Siku ambayo mzee ameenda kuonana naye Dar es Salaam, alienda kumtembelea. Mzee alikuwa amefunga kama siku 40 hapo. Sasa yajua si ni masaa 12 sijui, ila ilikuwa ndo hivyo. Siku hiyo alikuwa ni ameteteleka namna fulani, ni kabisa, ni mwili umepungua nguvu. Sasa mimi nakuuliza wewe, mtu wa Mungu, wengi wetu hapa tumeokoka 2000, miaka 2000 hivi. Si 2000, mimi nimeokoka 2017 ndo nimeanza masuala ya imani. Na mwingine si 15, kwa wengine 16, sijui. Sasa ni huyu mzee tunayemzungumzia Magembe kaokoka mwaka wa 60. Mwaka wa 2025 24 ndo alikutana, sijui si 25. Anafunga hizo siku 40. Ni wa miaka 60 kule. Mpaka leo bado wanafunga. Mimi na wewe wa hivi karibuni hapa tumajenzi tunajiita sasa. Wa hivi karibuni hapa. Mimi na wewe tunajiita tumeokoka. Na mbinguni tutaenda. Basi twende huko tunapotaka kwenda. Twende tunapotaka kwenda. Ila ukweli wa mambo, sisi hatutakuweza hata huko mbinguni. Sisomi maandiko ila kwa sababu nahisi kama yenda nikana kuchukulia muda. Kuna Zaburi nilielezea tu kwamba Daudi anasema neno moja nimetaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae siku zangu zote. Sasa ukimzumu vizuri utakuta huyu Daudi ukimchunguza vizuri alikuwa ana pesa, kwa sababu ni mfalme, ana uwezo wa kuendesha maisha yake. Kinachomfanya kae kanisani ni nini siku zake zote? Mimi najitafuta. Siku moja mzee akasema, wewe ambaye huna hata kwa kula, wewe ndio sikae hemani wewe. Wenzio walikuwa nakula uhakika, kuvaa uhakika, ni mfalme. Bado anashinda kanisani akiwa anatafuta msaada wa Mungu. Hebu soma kuna kitu fulani hapo nikuonyeshe. Hiyo Zaburi hiyo. Neno moja nimetaka kwa Bwana. Ni 27. Ni 27 mstari. Bwana nimefika. Kuna point nataka nikuonyeshe hapa. 27 mstari wa 4. Soma. Neno moja nimetaka kwa Bwana. Nalo ndio nitakalo litafuta. Tena nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Tazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Sikia sasa mstari wa 5, 20 kwa hapo. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake, na kuniinua juu ya mwamba. Sasa wewe hukai siku zote, utafuti msaada siku zote. Siku ya mabaya unataka Mungu akusaidie. Wenzio walikuwa wanakaa lengo, siku ya mabaya Mungu unisitiri, Mungu niokoe, Mungu nisaidie sijajua, yaani kuokoka kabisa na kuhakikisha kuokoka namba 1 kabisa ambayo mtu utasema huyu kaokoka, utamuona kanisani. Baada tu ya kazi yupo kanisani anaomba, kwa sababu tumemsoma Yesu kwamba kila jioni au mchana atafundisha, jioni yuko hekaluni au yuko nani mlimani. Alitumia mlimani. Acha nikusaidie kitu fulani, kwa sababu uwezo ukawa unasema ada Mungu mlimani, kwa sababu wengi ndo aliiga hivyo. Kweli jinsi ilivyo kanisa lilianza kutumika vibaya. Ndio kwa wachungaji ni Mafarisayo. Yaani unakuta kanisani unaenda ili uombe, unakuta unajadili michango. Unaenda ili uombe, unakuta unakuwa tunafanya mazoezi. Kwa mwisho wa siku wacha Mungu wengi wakaenda milimani. Lengo ni tupate uhuru wa sisi kufanya ibada. Kanisani hapakuwa mahali pa kuja kucheza step, kujifunze step. Namna si ya kuimba sauti nzuri. Hapana. Kanisani ni mahali ambapo tukija wote tunamwelekea Bwana tukitaka msaada. Uombaleti maisha yetu mwanzo mwisho kwenye maisha yetu tukiwa tunaishi duniani. Ndio ilikuwa kazi ya kanisa.
Sasa kwa sababu ilikuwa linatumika vibaya, ndio maana wakaenda milimani. Hata ukisoma huyu ambaye Yohana Mbatizaji, yeye alianza kwenda maponi. Lengo hasa nini? Kwa sababu jamii tunayoishi naye haitaki kubadilika. Ndio maana utakuja utaona sisi mimi na wewe sisi kwa sehemu kubwa nisoma ile andiko ambao wakiendea tu uhuru wakati wao ni mateka. Wakina Yohana Mbatizaji bwana walipokutana na Mafarisayo, ni wachungaji walitaka kuokoka tena. Wataka kuokoka tena. Sasa wanaona unayeongea haya, yaani wewe bila shaka utakuwa umeshuka kutoka mbinguni. Jana nilifundisha hapa nikasema hivi, bila shaka mimi na wewe akisimama hapa mtu madhabahuni akaanza kusema, jana nimetokewa na malaika aliniambia nitoke hapa nielekee mahali fulani. Yaani utaanza kusema huyu jamaa anatuigizia. Yaani kwanza kama ikiwa kama na maisha fulani ya mifungo, mikesha na nini, na amejaa maajabu akisema nimekutana na malaika. Yaani kwa dunia tuliokuwa tunasema na ziko shuhuda waga zinaendelea mtandao naziona. Mtu anasema niliota si jehanamu nikapelekwa, basi unakuta mtu anashituka anza kuona, au yeye tu kusema nimekutana na hata sasa naamini sana ukutana na malaika ni ajabu sana, lakini ukweli wa mambo, malaika hakukuwa wewe akufanye wewe uanze kushangaa. Malaika ni mlinzi wako. Jana nilisoma hapa, nilifundisha kinachofanya sisi hayo maajabu tubaki tukikutana nayo, mtu akisimulia akisema nimeponywa pumu, unashangaa, ni kwa kuwa si tuko mbali na upeo wa macho ya Mungu. Adam hakuwahi kuumwa hizi zinazotoa malaria, si kansa, ila alipoanza kuumwa ni baada ya kutenda dhambi, akaanza kukaa mbali na Mungu. Hivi tunapokuja ibadani ndio tunajaribu kusogelea au kumsogelea Mungu tena na tena, ili ikiwezekana afunike maisha yetu na iko nguvu ambayo kwa asili iko ndani yako. Yaani wewe ulizaliwa nayo. Hiyo nguvu hiyo ni dhamiri. Ndio Roho Mtakatifu. Ikifa hiyo, wewe jua basi kila baya utakuwa unalitenda, afu huo ni hata ajabu. Msikia mtu ampokea Roho Mtakatifu, wazungu hicho tudanganya. Vuta hisia. Kila kuja sasa pokea. Roho Mtakatifu ni dhamiri yako ya ndani. Ikifa hiyo ndio Mungu kashaondoka ndani yako. Ile hadi ambayo unaikuta muda ibada, afu hakuna hata namna fulani ambayo unasema kuna kitu fanya, lakini ni muda ibada au ningewahi. Hamna hiyo kitu yani ambayo inakuepo ya kukupigisha kelele kwenye ufahamu wako. Wewe jua wewe uko empty. Uko empty kabisa, yani Mungu hayuko na wewe. Sasa kazi ya kuja tunakuwa tunaomba, tunafanya tena ibada tena na tatu, tunajifunza tena, tunaamsha hiyo dhamiri hiyo tunaihuisha tena hiyo, kwa sababu wewe ukuzaliwa uko unakunywa pombe, wewe ukuzaliwa uko unavuta bangi, umezikutiamo humu duniani, hukuwa na maneno machafu, hukuwa na lugha mbaya, ila umeyakutiamo humu kwenye hii dunia. Hii ndio imekuharibu wewe, ndio mwisho wa siku ikanyonya kile kitu cha utu na ubinadamu ndani yako. Na mwisho wa siku umejikuta wewe na watu wa dunia hamna utofauti, ingawa unajiita sini wasafiri na wapitaji. Safiri na mpitaji, wewe unajua wasafiri na wapitaji wakoje? Hebu acha nisiwe na maneno tata sana, ila na kuhakikishia si tuko mbali sana. Yaani kiasi kwamba ukiamini kisimama hapo tuanze kusimulia, yaani hata tu sasa hivi tuko kwenye dunia, mtu akisema yaani nimeongozwa na sauti ilikuwa inaniambia hivi na hivi, na mwingine anaweza kushangaa hiyo sauti. Unashangaa kwa sababu wewe uishi kwenye ulimwengu huu. Na vingine wakati mwingine kwa dunia tunayo, tunaamua tu tudhibiti tusiseme, sababu tunahisi tutakuchanganya. Kwa sababu hebu jana nilisoma andiko fulani hivi la kuhusiana na nani, hebu nilisome hapa tumalize tukaombe kwa dakika chache. Ikiwezekana tutatafuta namna ya kuhitimisha ibada hii. Kesho tena sasa sijajua maana wasaona jaja, ila nadhani tutaanza saa 6 tena. Hatuitengui hiyo. Tutaanza saa 6. Hata kama tukutana watatu wawili, tutaanza kwa kuomba na tutakuwa na mafundisho tena. Matendo ya Mitume ile niliyoisoma jana ile 8
mstari wa 35 tunisomee, au 36. Hapa kuna mtu anabatizwa hapa, nataka nikuonyeshe kitu fulani. Sita 36. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Ndio. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Ndio. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Lakini Filipo akaonekana katika Azoto. Ishia tu hapo. Anasema yule towashi akaondoka zake akiwa anafurahi. Filipo katoka pale ameonekana Azoto. Kuna historia nataka nitaifuatilia, ila tu kwa sehemu nitaifuatilia nikisha kuwa nimetulia. Hata leo yuko mhubiri mmoja anaitwa Silukama. Kuna mahali atakaga aende akahubiri, ni mbali na mji wake. Nilikuwa tu nilikuta tu hayupo mahali mwingine. Kwa jana juzi wakati fulani nilipokuwa naongea na Pastor Edward akaniambia kuna Lukama. Nikakumbuka hapo huko ushuhuda wake ndio isikiwa design. Nikajua kama ikiwa Pastor Edward amemtaja basi huyu ni hakika. Sasa fuatilia ibada zao walizokuwa wanafanya. Tunataka nitajaribu niichimbue historia. Nitamtafuta hata Pastor Edward nimuulize. Hebu niambie huyu kama alikuwa kwa hiyo. Sababu nijaribu kusearch kwenye mtandao sikumpata, ila nitajaribu nimsearch hata kwa njia nyingine. Nijue tu historia yake ilivyokuwa. Sasa mimi na wewe unajua kwa nini yani tupo ni kwa sababu kuna maisha fulani yani hatuyaishi. Hivi mimi na wewe tunaweza kukaa mapolini muda miaka 30. Tukiwa tu tunahemea ni kwamba tu mimi na ni ibada tu unazifanyaga miaka 30 afu unakuja unatokea. Unaanza kuwahubiria watu. Miaka 30. Unajua kichofanya Yohana watoke watu kutoka sehemu mbalimbali waende wakamtazame Yohana. Ni yale maisha alikuwa anayaishi yale. Mimi napenda kusema hivi, huyu Mungu hata kama hajafanya jambo lolote, kuna ibada fulani ukizifanya watu wakasikia mnavyofanyaga, watakuwa tunajiuliza huyu ni mtu wa kawaida au mfano mzuri. Mimi mzee Mbarikiwa Makipesa hata siku anatupeleka kule kwao Tukuyu tunaenda. Nilikuwa naanza kujiuliza kweli ana mama au sijua kama hiyo fahamu huna. Kwa sababu unakuja unaona anayeongea na anayesema ni hadhi na kiwango cha juu. Sasa sisi Roho Mtakatifu ni ambayo unaanza raba. Baada ya hapo, baada ya raba unamkuta jamaa yuko kijiweni anaangalia Simba na Yanga. Hata sio kujaa Roho Mtakatifu. Kujaa Roho Mtakatifu ni kama hivi ambavyo unaona Filipo anambatiza ile towashi afu ananyakuliwa na mahali pengine. Huko ndio kujaa Roho Mtakatifu. Kujaa Roho Mtakatifu ni kurudishwa kwenye asili ya kimungu uliyoipoteza. Amen. Iandike tena. Kujaa Roho Mtakatifu ni kurudishwa kwenye asili ya kimungu uliyoipoteza. Imeandikwa hivi, wote waliompokea walifanyika kuwa miungu. Kuwa miungu. Wana. Nimechanganya. Sasa kama walifanyika kuwa wana, hivyo mzazi wako, jana niliuliza hapa maswali, Mungu anaungua? Mungu anaumwa? Mungu naye anapandaga magari? Hatuna uhakika. Mungu akikutana na simba anaanza naye kukimbia. Sidi wenzetu waliofanya ibada sawa, kesho ndo nataka nitachimbua kidogo, nitapiga hiyo kitu, nitaiongea. Mimi naamini kufanya ibada. Mimi katika kitu siamini kwenye vitu ambavyo tumekalilishwa TAG na EAGT.
ile upitapo kwenye maji mengi hayatakugarikisha. Upitapo kwenye moto. Alafu wanachokwenda kutafsiria hayo maji na moto ni majaribu unayapitia. Si nyumba yako, mke wako, si biashara ziendi vizuri, si maisha yako yanaenda vizuri, haendi vizuri. Mungu hata kukumbuka hiyo tu ni unapita tu kwa muda. Hapo tu unapita. Mungu anakupitisha kwenye moto. Wakina Daniel, wakina Shadraka, Meshaki walipita kwenye moto wakupita. Bahari ya Shamu wana wa Israeli ilipasuka ikupasuka. Wewe upitapo kwenye maji mengi ni yapi? Unazama. Unaona dunia tunaishi sisi. Ndio wakataga nasema hapana, hivi tumebebeshwa tu hivi. Hivi tumeshikishwa tu hivi. Bana sifi. Fani acha leo nisisome ila taangalia kesho. Soma maandiko mafani. Biblia inasema napo itakuwa ni njia ya utakatifu. Wasio safi hatapita. Anasema hakutakuwa na mnyama simba mkali. Hebu nisomee hiyo tu tumalizie tu. Nisomee hiyo. Ni Isaya ngapi hiyo? Isaya 35 kama sijakosea, mstari wa 8. Nisomee hapo. Somee hiyo kitu hapo. 35 mstari wa 8. Tunayasoma maandiko haya pia. Na hapo patakuwa na njia kuu. Na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake. Sasa mimi nakuuliza, hawa wanaotajwa hapa ni waliokoka au hawajaokoka? Wajapokuwa sio wataonekana wajinga, hawatapotea. Ni mbinguni ni wapi? Tunajibu sasa, tusiachane. Si ni watu waliokoka, kwa sababu nasemaga hata kama tusema sisi ni wajinga, maandiko yanasema hata wajapokuwa sisi watakuwa kama wajinga hawatapotea, si ndivyo? Tunajisemaga. Nisomee. Bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafiriwa. Japokuwa wajinga hawatapotea katika No, japokuwa wataonekana, sio japokuwa wajinga. Japokuwa wajinga hawatapotea katika njia hii. Hapo hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hatapanda juu yake. Hawataonekana hapo. Bali waliokombolewa watakwenda katika njia hii. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Watafika Sayuni wakiimba. Furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa. Ndiyo. Nao watapata kicheko na furaha. Huzuni na kuugua. Sitakimbia. Ukisoma Marko 16 kuna mfano Yesu anasema enendeni ulimwenguni mote mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi. Anasema anasema na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Alafu haishii hapo, anasema watashika hata watakunywa hata cha kufisha hakitakazuka, watashika hata nyoka hawatawazuru. Mahali pengine ukisoma kwenye Luka anasema hivi, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga zile nguvu zote mbovu. Anasema hata nge na nyoka amewataja tena. Hata sisi nge na nyoka sisi tunamweka ni shetani. Utasoma kwenye Matendo ya Mitume mahali fani Mtume Paulo alikuwa amekusanya kuni hizi mzigo wa kuni kama ukusanya, nyoka akatoka kwenye zile kuni akamng'ata. Watu wakaona jamaa ataanguka sasa hivi hapa. Lakini wakashangaa jamaa aenda kuota tu moto tu akampukushia ile nyoka kwenye moto, mafuta aenda kuota zake moto. Unajua ataanguka tu. Hapo jamaa mzima. Baadaye kichogeuka anza sema atakuwa ni Mungu. Amen. Huyu ni Mungu. Amen. Ukisoma maandiko pia Danieli alipotupwa kwenye tanuru lile la tundu la simba lile, wale simba wakumzuru. Dario akasema ninaweka amri hii watu wasimwabudu Mungu mwingine yoyote isipokuwa wa Daudi huyu, wa Danieli huyu. Amen. Ambaye ana uwezo wa kuokoa kwa namna hii, ambaye aliruhusu malaika wake akaenda kafunga vinywa vya simba. Sisi nyama mkali, sisi ni shetani. Mungu wa roho. Wenzetu walikutana na wanyama wakali kabisa, simba.
walikutana nyoka wanawang'ata, afu wao wenyewe nyoka wanaona huyu bila shaka huyu sio mtu wa kawaida huyu. Mimi kuna mazoezi waga nayafanya. Mimi silali nipeleke chumba nafanyaga hivyo sababu mimi naamini ibada nazo zifanya zitanizaa. Yaani natafuta zinizaa. Nalaga chumba ambacho hata kio kinaomba siamini kulala kwenye chandarua. Na nishaondoaga. Dodoma pana mbu kuliko, lakini mimi silalagi na chandarua. Nimesema mimi nataka nione uzima, ule uzima wenyewe. Sasa sikwambii wewe uanze wewe bana, kila mtu kipaumbele chake. Mimi najitafuta hapa. Na ziko ibada ambazo nazifanya ambazo tunazifanya huko ndani yake. Nataka yani kitu fulani kije kitokee, watu wanasema hii jamani mtu. Kwa sababu bila hivyo mimi na uhakika hii imani itakayokuwa tunawahubiria watu, Mungu anaweza. Washazoea kusikia, hawajaona sasa matendo. Hawajaona hayo. Hayo ndo ambayo nasema nitafanya ibada ambayo waache wengine wote. Mimi nitafanya. Kama hii ambao mzee wetu alipofungwa gerezani, unakuta wanatuambia ombeni sana. Bwana hata na Paulo sira aliomba milango yenyewe imetenda dhambi. Hamna shida, kwa sababu hata Petro kuna wakati ukisoma Matendo ya Mitume 12 pa utakuta Herode alimkamata Yakobo akamkata kwa upanga. Alipoona kwamba kumbe inawezekana, kumbe tu hao wepesi, akamkamata na Petro tena. Akamtia na gerezani. Biblia inasema kanisa liliomba kwa nguvu zote. Kule alipo malaika akaenda kafungua. Alafu jamaa anakuja pale anaanza kugonga. Jamani mimi ni Petro. Hawaamini. Sema wewe una wazimu, atakuwa huyu kitaba kivuli chake au roho yake. Kufungua sema jamani ni Petro mwenyewe huyu. Kila Paulo na Sila tunasoma. Wanaimba mpaka milango ya gereza inafunguka. Mimi najihoji kwa sisi. Kwa nini nakuja naelewa hapa kuna changamoto ya ibada. Sisi hatufanyi kama wao. Sisi tumepungua hapo tu kwenye ibada tumepungua. Huyu Moses Cloline, niwaisikia story yake. Akwaga anaingia kwenye chumba kina mbu, anaenda anaomba, mahali pale anapolala, akiamka unakuta ni mbu zimekufa ya. Yaani hiyo damu yako hiyo damu yako kaingia Yesu, tunasemaga damu tu damu ya Yesu inanena. Yaani hiyo damu ya Yesu imeingia kiasi kwamba mpaka kinachokuja kinagusa kinakutana na moto. Yaani pale alipolala akiamka unakuta ni mbu amejazana tu amekufa. Baadaye huko. Sasa ukifuatia na historia ya kanisa, Mtume Yohana Mbatizaji, Yohana yule mwingine wa Patmo, alipelekwa kisiwa cha Patmo. Lengo la kupelekwa kule, historia nasema hivi, siku ambapo walipomkamata, kwanza changamoto ilianzia, walikuwa wanaua mitume. Lengo hasa nini? Walikuwa wanaona watu wana slogan fulani nao badilisha watu, alafu ifahamike mahali popote utakapokuwa sababu ya watu kubadilika. Jua watu wanaobadilika walikuwa ni mitaji ya watu. Kuna watu hawafanyi kazi wanawategemea kama mitaji, alafu wewe unawabadilisha waanze kuishi mfumo mwingine. Kwa maana nyingine unaondoa miradi yao. Ndio maana mitume wakawa na wimbo. Lakini pia walikuwa wanahubiri usawa na haki, kwamba hakuna kudhulumu, tosheka na kichacho ulicho nacho. Ukisoma vizuri utakuta mahali fulani kwenye maandiko ile Marko 6 pale unamkuta Yohana anamkemea Herode, anasema si halali kuchukua mke wa ndugu yako. Sisi tuko na injili fulani tu za kwetu tunazijua sisi tu. Mimi nasema nitajaribu, nikishindwa kila mtu si atajua jamaa alikuwa anajaribu. Kwani hata kama nikiacha labda kuisha maisha, kwa nikavute bangi. Hapana, ni afadhali nijaribu. Wala siyo. Sasa Patmo Yohana wakawa wamemchukua bwana, walimkamata. Lengo walikuwa wamuue. Sasa ilikuwa inatokea, kwanza waliona huyu jamaa anaandika nyaraka, afu hizo nyaraka zinasaidia watu, wakakata mikono. Kesho yake wanaenda wakuta mikono imeota. Unaonaje mtu? Akasema huyu tumchukua, akaenda akamweka kwenye pipa. Si kwa ni lalami si na nini, wakamchemsha. Alafu wanaenda wanacheki jamaa. Yupo. Ana nani tu. Anavuta na
huyu tumchukue akajifie mwenyewe, wakampeleka kisiwa cha Patmo ambacho hicho kina baridi kali afu kina wanyama wakali. Wakajua tu huko atafia huko. Kwanza hakuna chakula, atajifia tu. Zilipita siku nyingi walipomwacha, kwa kuwa ni kisiwa, yani kisiwa chenyewe ni kama vile tunapozungumzia, wanasemaga kwa mfano kama Zanzibar, wanasemaga kisiwa cha Zanzibar. Zanzibar iko katikati ya bahari ya Hindi. Yaani imezungukwa, unakuta una uwezo wa kwenda kokote mpaka upande meli. Ana una uwezo wa kuogelea kwa sababu ni pana umbali kilomita za kadhaa. Kwa hiyo huyu atajifia tu. Zikapita siku nyingi ndo akarudi kwenda hapo wakamtazama. Kwamba tuone mzee wa maajabu anaishi. Huko tu njia yenyewe tutakuwa mkumesha. Sijajua kipimo chao kilipima siku ngapi. Walijua ndio vitu vyote utakuta ashakufa. Kule ndo alipoandika kitabu kitachosoma cha Ufunuo. Wanakuta yuko pale kakumbatia vitabu vyake, anaenda tu kumwambia wewe ni Mungu. Wewe ni masema wewe mtu wewe atukuweze. Sisi tujua utakuwa ushakufa, twende ukajifie mwenyewe bwana. Ndo akamrudishe Yerusalemu. Yeye ndo alikufa kifo cha kawaida. Yesu alikuja kuleta shindikana. Yesu alikuja kuleta uzima. Achana uzima ambao tunaugua. Tuko mbali. Uko uzima. Uzima yani usiweza kuzulika. Jana niliuliza hapa maswali. Mungu anakufa? Mungu anaumwa? Ukimweka kwenye moto anaungua? Ukisoma sasa ile Mwanzo ambayo ndo nilisoma jana, ile 1:26, anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Sasa inakuwaje sisi tunasema sisi ni wana wa Mungu, si watu waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu sisi. Na leva kwa mwana wa Mungu. Inawezekani baba unakola mtoto wako anateswa na uawa, alafu ufanye chochote. Hapana. Kwa sababu nasema mbona sasa Yesu aliwa baada ya kuwa aliendelea kufa kule aliendelea kuwepo kule makaburi. Ndio unaposoma. Tunaona kwamba alifufuka, maana yake jamaa hafi. Kisoma kuna mahali anasema mimi naweza kuutoa uhai wangu, lakini tena nautoa. Kama nakutanganya, lakini mimi nakuhakikishia imani imefika huko. Amen. Kisoma Ufunuo kuna miamba fulani wawili hivi bana. Unanitoa kwenye kuchanganywa. Unanitoa kwenye kuchanganywa. Ndio nilikuwa nimechanganya, sasa unanitoa huko. Yes. Ukisoma Ufunuo sura ya 12 basi isome 11. Kuna watu fulani wawili pale bwana, wanauao. Baadaye wanakuja wanafufuka tena. Mbele ya watu, alafu wanaenda waambia vipi? Mzee sipe anayetuhubiria huyu. Mzee wetu Barikoma Tupesile anasema lengo la hizi ibada kuzuka, nataka nitengeneze watu watakao kuwa shida. Amen. Yaani hata kama mimi nitashindwa hapa katikati yetu hapa, yaani hizi ibada hizo zifanye wawe shida. Unapiga risasi hivi. Alafu nakuta anakuja sema unasemaje? Utaanza kupiga anza kuharisha mwenyewe. Anasema huyu sio mtu huyu. Huyu sio mtu. Anyway, acha mkono tufanye tuishie hapa. Leo Yesu iwe pamoja nasi. Tusimame.